Mimi nikiwa mara nyingi labda nakimbia ni jogging na vitu ni moja kati ya ngoma ambayo kuna headphones zangu inaweza ikajirudia nikaa nairudisha tena na tena na tena. Ulifikiria nini haswa? Ilikuwa ni kwa sababu ya generation ya Panya Road hapo katikati ama ni makuzi yako ya kukutana hivyo vitu? Okay, so ile ni true story. Ni story ambayo mtu akisikiza vizuri kwa watu ambao wanatokea maeneo ya Kiwalani, Temeke, Mbagala, wakisikia ile nyimbo wanaielewa sana. Nafikiri ni kitu ambacho kinaniumizaga sana kugundua kwamba niliutoa ule wimbo nikijua watu wataelewa na maanisha nini, lakini watu wengi sana nimegundua watu wanaopenda ule wimbo lakini nishakutana na watu kadhaa ananiambia anapenda wimbo wangu wa Mbwa Mwitu, nikimuuliza umeelewa nini? Anakuwa na maana tofauti na alivyoelewa yeye. Mtu anakuwa na hisa uliandika kwa sababu ya Panya Road walivyokuepo around. So zamani Panya Road ni sasa hivi ndo. Zamani kulikuwa na kikundi kinaitwa Mbwa Mwitu. Kilikuwa kinapatikana Mbagala. Mbagala walikuwa wao kazi yao walikuwa wanatembea kikundi kikubwa sana cha wauni wakiwa na mbwa na nini na nini. Unajua Mbwa Mwitu wanatembeaga wengi, wolf. Kwa hiyo wao walikuwa wanajiita Mbwa Mwitu kwa sababu walikuwa wanatembea wengi. Lakini walikuwa ni wanaiba, wanakaba watu, walikuwa wakiendaga Coco Beach zamani, wanaibia watu na nini. Ilikuwa ni kundi hatari sana. Hata askari kwa kipindi kile kuna namna unajua bwana huruma Tanzania na nini, nafikiri walisumbua sana, umeona. Na baadaye wakaja mtaani kwetu mimi nilipokuwa nakaa wakatokea watu kama hao tena ambao baadhi ya watu ambao walikuwepo kwenye hivyo vikundi ni watu ambao mimi nilikuwa nacheza nao kabisa, ni watu wangu ambao mimi nawajua wa mtaani na nini, umeona. Wakaingia na nyewe kwenye makundi ya namna hiyo wakaform. Kwa hiyo ilivyoanzaga hiyo Mbwa Mwitu Mbagala kwenye mazingira tofauti na wenyewe wakaanza kuform vikundi kama vile vya kiuni, umeelewa. Na kitu ambacho kilikuwa kinasababisha vitu kama vile kutokea ni kwa sababu kazi pia washikaji walikuwa hawana. Washikaji wapo tu mtaani. Kwa kipindi kile zamani ilikuwa ukifeli la 7 hauwezi kuendelea na shule, umeelewa. Tofauti na baadaye Kikwete kaja akaleta mambo ya shule za kata. Lakini kipindi hicho mimi nakwambia ilikuwa ukifeli la 7 ndio imeisha. Kwa vijana wengi walikuwa wako mtaani, ndoto zao zilikuwa zinaangamia na nini. Mwisho wa siku walikuwa wanakaa kwenye vigenge vya kiuni, kitu gani cha kufikiria kufanya walikuwa wanafanya ni kuiba, umeona. Kwa hiyo Kiwalani mimi nilipotokea pia kulikuwa na hilo genge la kiuni ambao lilikuwa linanyoa, lilikuwa linajiita hivyo Mbwa Mwitu, umeelewa. Na walikuwa wanazingua kinoma kwa sababu walikuwa wanapeleka moto, yani wanaiba mpaka mtaani, yani hadi kwao, yani umeelewa. Kwa hiyo ule wimbo ule ni story ya kweli kabisa ya watu ambao mimi nawajua, umeelewa. Kwa hiyo nimeichukua na nimejivalisha kama uhusika na kuimba. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza kaniambia Lunya wewe si na nini hivi na hivi na hivi. Hapana, sio mimi. Ni watu ambao mimi nilikuwa tu uhusika kama msanii, umeelewa. Lakini ni maisha ya kweli kabisa, watu watakao wajue ni kweli nilichokiimba, kila kitu nilichokiimba kwenye hiyo wimbo. Kuna watu walikuwa wanabakwa, kuna washikaji walikuwa wanaingia kwenye nyumba za watu wanabaka watu, wanafanyaje. Kila kitu nilichokiimba kwenye wimbo ni true story. Kuna brother mmoja ambaye pengine mpaka leo alibadilika na yuko street na anaweza kumenta wapo kabisa. Wapo kibao. Na nafikiri kwa sababu nimeanza hizi live stream, nilikuwa nimepanga siku moja niende kule mtaani kwangu na nini kutana na watu kama hao, waongee na vijana na nini. Lakini tunashukuru Mungu sasa hivi Tanzania haina vijana waovyo sana. For sure, kwa sababu ya kama unavyosema shule na wakipo watu busy, lakini pia teknolojia na vitu vingine kama hivyo. Nice bro.